Viongozi wa dini, mmekuwa sauti ya matumaini na mwongozo bora kwa waumini katika nyakati za changamoto za kijamii na kimaadili, kwa kuwafariji waliokata tamaa, kuwatia moyo walio katika dhiki na kuwaongoza watu katika njia ya uadilifu, uvumilivu, kumcha Mungu na kwenye uongofu. Ni ukweli usiofichika kwamba dini inapojenga maadili mema ya jamii, taifa hujenga msingi wa amani na maendeleo yake. Bila hapo, kama hakuna maadili, tukiendelea kuyaachia yale aliyosema Mufti ya kutukanana kwenye social media, huko kwenye mitandao, ya kutengeneza AI zinazokashifu viongozi aidha wa serikali au wa dini, watoto wetu wadogo wakiyaona yale wanajifunza, wanayafata, hatutakuwa salama na nchi haitatulia, maendeleo hayatakuwepo kwa sababu kutakuwa kuna vurugu. Hivyo niwaombe viongozi wetu wa dini na madhehebu mbalimbali kuendelea na jukumu hili muhimu la kuwajenga wananchi kiimani na kimaadili kama tulivyoelekezwa na vitabu vyetu, ili tuwe na taifa lenye amani, mshikamano, utulivu na ustahimilivu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ndugu zangu, katika nyakati hizi ambapo tunashuhudia migogoro na mivutano katika maeneo mbalimbali duniani, nchi yetu imeendelea kubaki salama na yenye amani. Hata hivyo, ni muhimu tukatambua kwamba si kila mtu anatamani kutuona katika hali ya amani, umoja na utulivu. Hivyo basi, ni vyema tukazidisha mshikamano na upendo kwa nchi na taifa letu na watu wake. Tuendelee na sifa yetu ya Tanzania ya amani.